السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtambua mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu katika imani, leo tunakuja kuelezana katika darasa na somo zuri sana nalosema kwa nini mtoto wako anasaga meno usiku. Kwa nini mtoto wako anasaga meno akiwa usingizini? Kwa nini mtoto wako anasaga meno akiwa usingizini? Ni darasa zuri sana hususan kwa wewe mzazi, ili ukajua chanzo ni nini kinachopelekea mtoto wako akafikia hatua kama hiyo. Ni jambo zuri la kusikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ndugu yangu, ukiona mtoto anasaga meno nyakati za usiku akiwa usingizini, kuna vitu Muislamu atakiwa umfanyie huyo mtoto. Na leo ndo nataka nikufahamishe na nikuelekeze biidhnillah taala. Nitegee masikio darasa hili kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili uondoke na faida hii biidhnillah taala. Kwanza tujue kwa nini anasaga meno usiku. Hii ndio kitu ambacho cha msingi sana, lazima ukielewe. Mtoto kusaga meno usiku, hii ni alama, ni dalili ya hasadi. Ni dalili ya hasadi. Hasadi kuna alama kwa mtu mzima na kuna alama kwa mtoto. Kwa mtu mzima, hasadi inakaa katika maeneo matatu. Eneo la kwanza, hasadi inaweza kukaa katika mwili wa mtu. Ikikaa katika mwili wa mtu, ina maana ndio mtu anatokea hatua, anafikia hatua anachukiwa. Chukiwa mpaka na watu wako karibu. Unachukiwa mpaka na wazazi wako walokuzaa. Mama yako mwenyewe pengine unamsaidia, wewe ndio unampa kila kitu, lakini mama yako hakupendi shekhi. Unachukiwa mpaka na familia yako haikupendi. Unajiuliza, mimi kosa langu nini? Mbona mimi ndo ninawathamini ndugu zangu na kuwajali, lakini hawakupendi shekhi? Kumbe una hasadi imekaa katika mwili wako, lakini mwenyewe uielewi shekhi. Hasadi ni kitu kibaya sana ndugu zangu katika imani. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, hasadi inaweza kukaa katika afya. Bimaana mtu akapata maradhi, akawa anaugua muda mrefu, anahangaika katika matibabu, lakini kinachomuuma hakijulikani shekhi. Anapata vipimo, anapata lakini bado mtu anahangaika. Kumbe ana hasadi, watu hawaelewi kama mtu huyu ana hasadi. Lakini sehemu ya tatu, hasadi inaweza kukaa katika uchumi. Ndio mtu anaporomoka ghafla, kila akijaribu kujitafuta ili apande wapi, anazidi kuporomoka. Majumba yako nafikia tu unauza, magari yako unauza, zile shughuli ambazo wewe zilikuwa na kuletea kipato zinakwenda zinakata zile. Unatafuta mpaka wataalamu, mpaka waganga, unakwenda unapigwa mpaka chale shekhi. Lakini maskini Mungu matokeo hakuna. Kumbe una hasadi, lakini mwenyewe ujielewi. Ujielewi shekhi. Sasa leo sio mada yangu kuizungumzia hiyo. Leo mada yangu kuzungumzia kwa mtoto. Dalili ya mtoto aliyefanyiwa hasadi ndo hiyo, usiku akilala huwa anatafuna sana meno. Anatafuna sana meno. Nataka nikuelekeze sasa, kama mtoto wako anatafuna sana meno, kitu gani umfanyie? Kuna vitu viwili hapa, kuna kutafuna meno na kuna kustuka usiku. Ni vitu viwili tofauti. Kuna kutafuna meno na kuna kustuka usiku. Kama atakuwa anastuka tu usiku bila kutafuna meno, cha kufanya, utachukua maji we mzazi, utatawadha udhu kama kawaida. Baada ya kutawadha udhu, utamchukua mtoto, utamshika kichwa, utamwelekeza kibla wakati wa usiku huo. Ukishamwelekeza kibla, utamsomea ayatul kursi 7, utamsomea suratul falaq 7, utamsomea suratin nas 7. Kisha baada hapo mpulizie sikio la kulia na mpulizie sikio la kushoto. Kisha baada hapo wewe mtu mzima mwenyewe, chukua mikono yako hii mikono yako, utasomea tena hivyo kama alivyosoma. Alafu utamfuta mtoto wako kuanzia juu mpaka chini. Kisha baada hapa muache mtoto wako alale. Mfanyie zoezi hili kwa muda wa siku 3. Hatostuka tena mtoto wako nyakati za usiku. Hatostuka tena nyakati za usiku mtoto wako. Mfanyie hivyo biidhnillah taala. Lakini leo hiyo sio mada yangu. Mada yangu leo ni kuelekeze kwa mtoto anayetafuna meno usiku usingizini. Nini umfanyie? Nenda kanunue mafuta ya mzaituni. Mafuta ya mzaituni, lakini upate yenyewe OG, so haya kunjunga haya. Katafuti mafuta ya mzaituni original. Ukisha yapata mafuta ya mzaituni original, utakachofanya,
Hapo ndo nisikilize kwa makini sana. Hii ndio tiba unakwenda kumfanyia mtoto wako, na wallahi lazima hatotafuna tena meno usiku. Na nimeeleza kabisa kwamba hii kutafuna meno usiku ni dalili za hasadi. Ni dalili kwamba mwanao amefanyiwa hasadi. Dalili zake ndio hizo. Kwa hiyo utakachofanya sasa wewe mzazi, utachukua mafuta hayo ya mzaituni. Ukishapata mafuta ya mzaituni, utayasomea kwanza ayatu al-Kursi. Ayatu al-Kursi. Kwa idadi yoyote utakayoweza unaweza kufanya. Lakini mimi nikushauri fanya mara 7. Sina maana lazima iwe mara 7, hata ukifanya mara 1, mara 2, mara 3, mara 4, khiari yako. Isipokuwa ukifanya kwa namba ya witri inakuwa ni nzuri. Kama mara 1 au mara 3 au mara 5 au mara 7, mara 19, mara 10. Ukifanya kwa witri itakuwa ni nzuri. Kwa mimi ushauri wangu mfanyia hii Kursi umsomee mara 7. Yasomee yale mafuta mara 7. Ila wakati unayasomea basi uweke karibu na mdomo wako ili pumzi yako yangukie mle katika yale mafuta yako wakati unamsomea mara 7. Kisha baada hapo utamsomea zile aya mwisho, aya 2 za mwisho zilizomo ndani ya suratul Baqara, bimaana amana ar-rasul bima unzila, mpaka mwisho. Utasoma hizo takriban mara ngapi utazoweza au kwa idadi utakayoweza mwenyewe, lakini ushauri wangu vile vile zifanye mara ngapi? Mara 7. Baada ya hapo utamsomea aya za mwanzo kabisa za suratul Baqara. Aya za mwanzo za suratul Baqara. Na hizo vile vile si mbaya ukamsomea mara 7. Ukishamsomea mara 7 hizo, yale mafuta ya zaituni ambayo tayari ushimsomea, basi utakwenda kumpaka mtoto wako mwilini, na vile vile jitahidi kumweka hii mafuta katika tundu 7 za mwili wake. Tundu 7 za mwili wake. Nikisema tundu 7 ina maana masikio mawili, mdomo na kwa 3. Masikio mawili, mdomo na kwa 3. Alafu pua la kulia na pua la kushoto na kwa 5. La 6 na la 7 basi ni sehemu ya sehemu ya siri ya mbele na sehemu ya siri ya nyuma. Utafanya hivyo, lakini baada kumpaka mwili mzima mafuta ambayo umeyasomea, utaratibu ambao nimekuelekeza. Kisha baada hapo, kisha mfanyie mtoto kwa hali kama hiyo na ukampaka katika hali kama hiyo, basi hautamuona tena usiku atafuna meno mtoto huyo, kwa sababu hiyo ni alama ya hasad. Na tumeieleza inshallah, tumeeleza kwa mtu mzima na kuaje, lakini si mada yetu. Mada yetu kumuelezea mtoto je, alama yake na kuaje. Nafikiri umenielewa kuanzia mwanzo mpaka mwisho biidhnillah taala. Basi nenda kamfanyie mtoto wako mwenye mazingira na hali kama hiyo, utakwenda kuona tija na utakwenda kuona manufaa ya mtoto ambaye alikuwa na mazingira na hali kama hizo biidhnillah taala. Kwa leo tutaishia hapa, tukutane katika darasa lingine lijalo. Na niwaombe tu ndugu zangu wale wapenda khairi ambao mara kwa mara wanapenda kusaidia mambo ya khairi. Tuna shida ndugu zangu ya kupata simu ambayo ina ubora zaidi, kuweza kurekodi darasa zetu hizi katika hali ya ubora zaidi. Basi inshallah Muislamu unaweza kutusaidia katika jambo kama hilo. Unaweza na wewe ukajitoa kiasi unachokiweza ili tupate simu ambayo kidogo ina quality, video zake za hali ya juu, kamera yake na uwezo mkubwa kwa ajili ya kutoa video zenye ubora katika darasa zetu hizi biidhnillah taala. Kwa mpenda khairi yote ambaye yuko tayari katika hilo, anaweza kanitafuta kwa namba hizi za 0793 052 052 ama Airtel ni 0785 1176 79. Simu ambayo unayohitaji inauzwa kama 500 hivi kwa bei ya simu za mtumba, kama 500. Ni nzuri sana na kamera yake ni nzuri sana. Anaweza kanunua mtu mmoja ama watu 5 wakashirikiana wakaipata hiyo, kanunulia, itakuwa ni bora sana na itakuwa imefanya kitu kikubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo natakie khairi inshallah. Atakayekuwa tayari atafanya hivyo biidhnillah taala, ili tupate simu ambayo tunaweza kurekodi na kutoa video zenye ubora wa hali ya juu biidhnillah taala. Nambari yangu ya simu kutajia hiyo. Una maswali unaweza kuuliza, au kama na wewe uko Dar es Salaam kasani unipigie bwana, ukaniambia simu aina gani nakutajia, ili ukaichukua na tukaipata tukaenda kufanya kazi biidhnillah taala. Baada ya kusema hayo ndugu zangu katika imani, mimi kwa leo ni waage. Tukutane katika kipindi kijacho na katika darasa lingine lijalo la adhkari na dua. Na usiache kusubscribe channel yetu
Kadhalika usiache kulike, na kama una maswali unaweza kacha comment yako hapo chini, tutakwenda kuyajibu biidhnillah taala. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.